kukaribisha tena nyumbani. Namshukuru Mungu aliyekurudisha salama. Karibu sana. Nianze kwa kuipongeza serikali kwa uamuzi ambao umewasilishwa hapa na Waziri wa Utumishi baba yangu Mzee Mkuchika. Na nimefanya jambo jema kuona hali halisi na kuchukua hatua. Kwa hiyo nipongeze sana serikali kwa uamuzi waliochukua. Mheshimiwa Spika, tulipopiga kura mwaka 2015 mikoa ya Lindi na Mtwara, moja ya sababu tuliamini sana kwamba uchumi wa gesi wa mikoa ya Lindi na Mtwara ni ukombozi mkubwa na uko salama mikononi mwa Rais Magufuli na serikali ya awamu ya 5. Tulipopiga kura ndio ulikuwa mkataba wetu, sio kwa maneno, lakini iliwekwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ukurasa wa 76 na 77 inaanzia 75. Eneo kubwa sana limezungumzwa uchumi wa gesi, swala la gesi, na imeandikwa mafuta na gesi asilia. Kwa hiyo kura nyingi alizozipata Magufuli ni kwa sababu ya makubaliano haya yaliyoko kwenye hii ilani ya uchaguzi kwamba atakwenda kuyaendeleza. Na kwa summary, Mheshimiwa Spika, moja ilikuwa ni kuendelea kujenga miundombinu ambayo itafacilitate uchumi wa gesi kwa Lindi na Mtwara. Ya pili ilikuwa ni kuandaa wananchi wanufaike na kufaidika na gesi na mafuta kwa mikoa ya Lindi na Mtwara. Na liko jambo specific la ujenzi wa mradi wa LNG plant kwa mikoa ya Lindi. Kwa hiyo hili limo kwenye ilani ya uchaguzi. Lakini ya pili, kwenye mpango wa miaka 5 na mpango ambao umekuwa ukiwasilishwa hapa mwaka hadi mwaka. Lakini Mheshimiwa Spika, nasikitika sana nilipoangalia hotuba ya Waziri Mkuu, kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho hakuna neno gesi kabisa. Na inaonekana ukienda hata site kwenyewe, shughuli mbalimbali zinazoendana na gesi kwa Lindi na Mtwara ni kama vile zimeanza kufungwa na shughuli imesimama kabisa. Sasa swali langu la kwanza, hili ni bahati mbaya kwamba hotuba ya Waziri Mkuu imeshindwa kuliona jambo hili kuwa ni kubwa na ikaamua kuliacha, au serikali imeamua kuachana nalo? Kwa sababu naona jitihada kubwa zinaanza kwenda kwenye Stiglaz, umeme wa maji. Mimi sina matatizo nao, inawezekana ndio uamuzi, lakini Stiglaz kwenye ilani haimo. Ilani tumezungumza gesi, nishati ya gesi, tena kwa sehemu kubwa sana, na hii ndio ilikuwa imani ya Wanalindi na Mtwara kwa serikali ya awamu ya 5. Zilikuwepo jitihada zilifanywa na Mzee Mwinyi mpaka tukapata Songosongo. Jitihada zikafanywa na Mzee Mkapa. Awamu ya 4 ikaja kwenye jitihada hizi za huu uchumi ambao sisi tulianza kupata matumaini nao. Wakati jitihada zinafanyika, Mheshimiwa Spika, watu watakumbuka kuna watu walipoteza maisha pale Lindi na Mtwara. Kuna watu walipata majeraha na vilema Lindi na Mtwara. Kuna mali za watu, lakini tukaamini kuna neema kesho. Kwa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na bahati mbaya tulimkabidhi sisi Magufuli, tukaamini liko salama. Alipotupa Majaliwa, tukaamini tuko salama zaidi kwa sababu Waziri Mkuu ametoka kwetu. Sasa ni bahati mbaya sana kwamba humu ndani hakuna kabisa kabisa. Maana yake ni kwamba hili jambo pengine limeanza kuachwa, sasa tuende kwenye Stiglaz. Lakini je, hatusaliti ilani ya uchaguzi ya CCM? Lakini je, hatuwasaliti Wanalindi na Mtwara waliotupa kura na kutuamini kwamba gesi yao na uchumi wao uko salama? Mheshimiwa Spika, hili ni bomu kubwa.
Wakati wa mchakato, hali ya kisiasa, hali ya kijamii Lindi na Mtwara kulikuwa na tabu. Sasa imetulia tukiamini neema ipo. Lakini kiuchumi, baada ya harakati za gesi na mafuta kusini, watu walianza kuja kuwekeza. Uchumi wa Lindi na Mtwara ukaanza kukua, watu wakaanza kuwekeza. Hali ilivyo sasa hivi, watu wameanza kuondoka, uchumi wa Lindi na Mtwara unadorora, hali yetu ngumu sana. Sasa mimi nimuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa unyenyekevu sana, asikubali swala la gesi lifie mikononi mwake yeye akiwa waziri mkuu wa Tanzania. Si sawa. Na mimi nimeuliza maswali hapa mara moja mara mbili. Serikali imeendelea kusisitiza mchakato unaendelea, lakini huo mchakato ambao haui reflected kwenye hotuba nzima ya waziri mkuu, nadhani tuambieni ukweli. Kama limeshindikana hili, hebu tujue ukweli, tusiwasaliti wanalindi na Mtwara. Sio sawa sawa. La pili, Mheshimiwa Spika, ukiacha gesi na mafuta, Lindi na Mtwara ni korosho. Mwaka jana kuna jitihada zimefanyika, mambo yameenda vizuri, lakini serikali ikafanya uamuzi, ikachukua kazi iliyokuwa inafanywa na mfuko wa pembejeo, na waziri anajua, wakasema ipelekwa kwenye bodi ya korosho na pembejeo hasa sulfa itagawanywa bure. Kulikuwa na mapungufu yalitokea, lakini tukafumba macho kwa sababu ndio mara ya kwanza. Tukasema fanyeni uchunguzi, mlikokosea mrekebishe. Hali inavyoenda sasa hivi, mwaka huu hali itakuwa mbaya kuliko tunavyodhani, kwa sababu mpaka mwezi huu wa 4 wakulima hawajui chochote. Mheshimiwa Waziri, jimbo langu mwezi huu watu wanaanza kupuliza dawa, leo hawajaambiwa chochote. Wakati mnachukua, mfuko ulikuwa na zaidi ya bilioni 49, walikuwa na uwezo wangeendelea nao, mkatuaminisha na tukawaamini. Lakini hali inavyoendelea mbaya sana sana. Kwa hiyo tumaini peke yake lililokuwa limebaki kusini ilikuwa korosho. Mnajua mbaazi imekwenda kutoka shilingi 2000 mpaka shilingi 100. Kuna wakulima wameacha mbaazi shambani, wamesema bora zifie huko huko. Sasa na korosho mnatupeleka huko. Si sawa jamani, si sawa. Ukiacha Lindi na Mtwara, tuende wapi? Tuishi vipi sasa? Hili ni kutusaliti. Tulipotoa kura tuliwekeza, tukaamini mtatusaidia. Mkiendelea kufanya hivi mnatusaliti waziri, na si sawa. Kama imeshindikana, rudisheni kwenye mfuko wa pembejeo, tulikuwa tunakwenda vizuri. Kuna dhana ya kudhani kila mtu mwizi, sio sawa. Mfuko wa pembejeo ulienda vizuri sana, mmebeba, tumewaachieni, bado mnakwenda vibaya kuliko hata mlivyochukua. Hapa ni kutunyonga na si sawa sawa. Mtakuwa mnatusaliti sana watu wa Lindi na Mtwara. Lakini Mheshimiwa Waziri wa Kilimo anajua kuna watu bado wanadai mpaka leo malipo ya korosho, mpaka leo. Kuna wakati fulani tulizungumza hapa, ushirika ndio mkono wenu wa kusaidia kushirikiana na wakulima kuhakikisha wanapata soko, bei na mfumo mzima wa mazao yao. Hali ilivyo kule, tumeweka watu, bahati mbaya elimu yao ndogo. Sasa kuna mahali walikuja watu wamepata hasara ya zaidi ya milioni 400 na hawajui imepatikanaje. Kwa nini? Wako watu wamechaguliwa, uwezo hawana. Sasa kwa nini tusibadilishe mfumo? Kwenye wale wa kuchaguliwa, haya tusijali elimu yao, lakini tupate watu wa kusimamia. Haya ni mabilioni ya hela yanasimamiwa na darasa la 7, anashindwa kupiga hesabu, anakuja analia, anatakiwa akamatwe apelekwe mahakamani. Ukimuuliza umepotezaje, hajui. Sasa kama tunashindwa hata hili la kuimarisha ushirika, kwa sababu mapesa yapo, kwa nini tusiajiri watu wenye uwezo waliosoma wakasimamia hela zetu? Ukienda leo, mpaka leo losi ni kubwa. Matokeo yake nini? Wakulima wanaambiwa wakubaliane, wachangie losi inayopatikana. Lakini hii losi inasababishwa na nani? Wakubwa kwenye mabenki na wakubwa
kwenye ushirika ngazi ya juu, sio chini ya juu chochote. Sasa mimi nilidhani, ushauri wangu kwa serikali, la kwanza tupitie upya mfumo wa ushirika, pamoja na kuchaguana demokrasia safi, lakini ni vizuri tupate watu wa kuajiriwa wenye elimu ya utunzaji wa mahesabu, wakashirikiane kusaidia. Mheshimiwa Nape, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Asante sana. Asante sana.